Sana mtazamaji wa Kawabe Media, tuzizungumze taarifa mbalimbali za kimichezo. Kubwa zaidi ni ligi kuu soka Tanzania bara imezidi kupamba moto. Hapo jana ulikuwa ni mchezo kati ya JKT Tanzania dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba ambao umemalizika kwa magoli 2-1, Simba akinyakua alama zote 3. Na hii leo ni mchezo kati ya Young Africans dhidi ya KMC. Nimekutana na miongoni mwa wanahabari ambao wanafanya vizuri kwa hivi sasa. Bana, ndugu yangu, upo vizuri? Alhamdulillah. Mambo yanasonga. Niko vizuri. Dar es Salaam jua linawaka. Vibaya mno. Ila nimefurahi nimekuona ndugu zangu. Sana. Bana, tuanzie kwenye mchezo wa jana ambapo leo ni pia muendelezo wa ligi kuu. Jana Simba dhidi ya JKT, mchezo umemalizika kwa magoli 2-1 na ulionekana kuwa mchezo mgumu kweli kweli, na Simba alitanguliwa kwa goli 1-0 lakini akafanya comeback ya magoli 2 ikawa 2-1. Tuambie mchezo kwako ulikuwa ni mchezo aina gani zile dakika 90 kwa upande wa JKT lakini pia upande wa Simba? Binafsi mchezo ulikuwa mgumu sana na nilitegemea, na mara baada ya mchezo kutamatika, kwanza mimi kwenye akaunti yangu ya Instagram niliandika nikasema hivi, inawezekana Dimitri Pantev hakuweza kupewa tunasema preamble knowledge ama preamble information, zile information za awali za JKT namna ambavyo wanacheza. Inawezekana Suleiman Matola na wenzake hawakuweza kumpa information zilizokamilika kwamba wanaiendea mechi ya namna gani. Wale JKT ni tough kweli kweli, wanafika miguuni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa mwanzoni kikosi chake hivyo toka cha kwanza, binafsi mimi nilikuwa surprise kwa sababu sikutegemea pengine angepanga kikosi cha namna hiyo. Unapoenda kucheza na JKT unahitaji watu ambao kupeleka press, yani wachezaji ambao wana uwezo pia kuingiliana kwenye miguu, ile toughness uwanjani, kukimbia sana, matumizi ya nguvu. Lakini lineup ya Dimitri Pantev haikuonekana kuwa na wachezaji wa namna hiyo. Uwezo kuwa na wachezaji wa namna hiyo wengi wote, lakini at least basi waonekane alikuwa anaonekana yuko tough. Kibu Denis peke yake anafika na nini, ndio maana Wahda ambaye ni beki walimtoa alitolewa nje kwa substitution, lakini kwa na kadi ya njano. Jana mbali alipata kwa Denis why, kwa sababu muda wote alikuwa anakimbia, anatumia matumizi ya nguvu kuendana na kasi ya JKT. Peke yake Kibu Denis, wengine hakuwa na hiyo potential. Lakini baada sasa kipindi cha kwanza kutamatika na kuruhusu goli la Edward Songo ambaye for me ni mchezaji Tanzania ambaye anafanya vizuri toka muda mrefu bila sasa, licha kama kutokea nje na nini, lakini bado standard yake iko vile vile. Touch yake ya kwanza ya pili anafunga goli, standard nzuri sana. So baada hapo nikaona amefanya mabadiliko ya wachezaji ambao wanakimbia kwenye maeneo wa bunifu. Morris Abraham, Elim Panzo Kibisawala, akamweka Jonathan Soa pale mbele, lakini pia akamweka na playmaker wao ambao wamemzoea kwa Jean Chalea hapo. Na pale ambapo tukaanza kuona mpira ile game ina flow na Simba wakapata goli la kusawazisha, na baada ya kupata goli lingine la kuweza kuondoka na ushindi wa alama 3. Simba umeiona ni kama imekuwa na mabadiliko kwenye mchezo wa jana, umekuwa na kasi na jana Morris Abraham walipoingia Elim Panzo ni kama imebadilika. Kwa kuwa umeona utofauti wa mchezo wa kwanza kwa Dimitri Pantev wa ligi kuu? Yeah, sababu ni mchezo wake wa kwanza. Huko mchezo wake wa kwanza ulikuwa dhidi ya TRA United. Lakini mchezo ambao ulikuwa postponed kwa maana uliahirishwa na changamoto ambazo tuliziona hapo. Lakini mchezo wake wa kwanza ndio huo wa jana, lakini mabadiliko yapo hususan kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza, to be honest, Simba hakucheza vizuri. JKT walikuwa na wameshazoea tayari, wanaenda na wenyewe wanajaribu, wanafanya kazi za kutosha, wanarudi wanajilinda the same Simba. Lakini Simba ni maeneo machache sana ambayo walikuwa na wini. JKT walikuwa na wini maeneo mengi, especially ya mipira ya pili na mipira ya kuweza kugombania ile 50-50 balls. Lakini pia mpira ya juu asilimia kubwa JKT walikuwa na wini kwa asilimia kubwa kuliko Simba. Simba alikuwa na wini zaidi kwenye kucheza kwa nafasi kuliko kwenye kuweza kukutana kwa mara kwa mara. Mpira ya juu mingi JKT kwa na wini, mpira ya pili kwa maana second balls mingi JKT kwa na wini. Lakini pia kwenye kuweza kufinish JKT hakuwa mzuri. Licha kwamba kuna baadhi ya nafasi alikuwa anazitengeneza, lakini hakuwa mzuri. Simba pia mkwala jana hakuwa kwenye form. To be honest, aliaminiwa lakini bado hakuwa na ule umuhimu zaidi wa kuweza kusukuma sasa ambazo. Simba ya kipindi cha pili inaonekana kuwa tishio. Pengine hii ndio Simba ambao walikuwa wanahitaji, ile ya kipindi cha pili. Morris Abraham, kijana ambaye anafanya makubwa sana. Hapana, bado. Yeye maisha ni mzangu. Kipindi Simba iko bora zaidi kuliko sasa. Simba walikuwa wanatoa performance bora kwenye vipindi vyote, kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Simba mechi mbili za nyuma alikuwa anasukuma magoli kipindi cha kwanza, sio?
mechi dhidi ya Fountain Gate mapema tu, lakini pia mechi dhidi ya Namungo mapema tu. Mechi ya jana ilikuwa ngumu. Kwa hiyo unaweza kuona sometimes mechi inaweza kama Mungu kupata goli kipindi cha kwanza, lakini ukaja na mpango ama plan B kipindi cha pili kuanza kupata matokeo. Hicho ambacho kimefanyika jana, lakini we need still time. We need this time kwa maana kwamba kuona Dimitri Pantev anafanya nini kuelekea michezo inayofuata, kwa sababu ndio kwa mchezo wa kwanza jana na bado afu nikwambie kitu bora kinaweza kuonekana mechi ya kwanza, lakini kupata muendelezo unahitaji kuwa na muda zaidi. Kwa jana tumeona kitu bora kipindi cha pili, kwa maana alivyokuwa ameconcede goal la kwanza la Edward Songo, kwa maana Dimitri Pantev, ile reaction yake mimi ndo nilipenda. Badilika haraka, usha lose huko ugenini, na wewe ni timu kubwa, onesha ukubwa wako. Una wachezaji bora wengi, waoneshe ubora wao kwenye reaction ya namna ya kwenda kufanya kama kitu ambacho kimefanyika. So for me nilifurahi namna ambavyo react mara baada ya kuweza kuruhusu bala. Mnyama alama 9 leo Young Africans dimbani dhidi ya KMC. Unafikiri ushindi wa jana unampa chachu kiasi gani leo hii Young Africans kwenye mchezo wake? Yeah, hawa ni competitors always, kwa maana sema na Yanga ni watu ambao wanashindana kwenye maeneo mengi sana. Inaweza sio kwenye mpira pekee yake, kwenye mauzo ya jezi, kwenye kila kitu wanashindana. Kwenye gate collection na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa leo naamini kabisa Young Africans afa anacheza na timu ambayo for me nilikuwa najaribu kuongea siku moja na CEO mpya wa KMC, kwa maana Daniel Madenyeka, rafiki yangu. Nikamwambia mzee, namna ambavyo KMC timu yako inacheza, mimi binafsi kama mdau wa soka hainifurahishi. Sijui bosi wake kama inamfurahisha. Akasema haimfurahishi. So nakumba za ndani unaweza kufanya reaction baada ya hii mechi. Unaona unasoma kisimba. Baada ya hii mechi leo, mimi nakupa endapo matokeo yakiwa mabaya kwa karibu, kwa sababu umeshacheza mechi hizo 4 kama sikosei. Na umeshinda moja tu. Umeshinda moja, mechi 3 umefungwa. Hii mechi ya ngapi? Ya 5. Sasa unaamini KMC anaweza kufanya jambo mbele ya Young Africans ambao kwanza wana hasira, wanajitafuta. Waoni KMC wakishinda. Sioni KMC kama atapata matokeo mbele ya Young Africans. Especially kwanza ukiangalia KMC ni timu ambayo inacheza mpira mzuri kuanzia chini mpaka mwisho. Shida kubwa ya KMC ni kuweza kufunga. Mpaka sasa goli hili mechi 4 unaweza kuona sio vizuri. Kwa hiyo mpira bahati nzuri ni takwimu ambazo ziko wazi. So kama umeshindwa kufunga magoli mbele ya Fountain Gate ambao ulikuwa na matatizo chungu nzima, utafunga bao mbele ya Young Africans ambayo ina defenders wazuri. Licha kwamba Ibrahim Baka hayupo leo, sio? Kuna Mwamnyeto Dickson Job, kuna Frank Asinki bado. Right back kuna Izra Mwenda, kushoto kuna huyo Mohamed Hussein, kuna Chado Kaboko. Wana backline ambayo imekamilika. So for me sioni kama wanaweza kupata bao mbele ya Africans hata kutema. Bana, tumezungumza mengi sana ndugu yangu wa michezo. Nakushukuru sana. Bwana umetisha.